kwa namna ambavyo watu wanavyozungumza, lakini niseme kabla sijajibu yote, kwanza nimpongeze mwenyekiti wa Mpira Pesa Shabani. Amekuwa mtu mmoja jasiri, amekuwa mtu mmoja mwenye misimamo na imani kwamba katika kile kitu ambacho kilichokuwa katika moyo wake na baadhi ya wanasimba kimekwenda kukamilika jana. Lakini kimsingi cha kwanza lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu, zile dhamira ambazo tulikuwa tumezikusudia baadhi ya wanachama wa Simba kuzifanya tumezifanya. Nafikiri leo kwenye mitandao ya kijamii tuna watu wa aina mbili. Moja, tuna watu wa aina ya propaganda, lakini tuna watu wa aina ya comedy. Kwa hiyo jambo linapotokea, mwingine anachukua jambo katika propaganda, lakini mwingine anachukua jambo kama comedy kwenda kuwafurahisha watu ambao wanaopenda kuangalia mitandao ya kijamii. Yote hayapo. Na kilichonifurahisha zaidi, jana nimeona watu wa comedy wametamba sana kwenye mitandao. Historia wakisema kwamba Kisugu hajaonekana, wengine wamekwenda mbali zaidi, wanasema kwa sababu posho kulikuwa hakuna, wengine wanasema hapana, Kisugu tulikuwa tunamjua msaliti, lakini kwanza ukweli hiyo. Walejee wamsikilize vizuri Shabani wa Mpira Pesa kile ambacho alichozungumza. Moja, Shabani anasema kwa kunukuu, Kisugu hakufika kwenye Al-Badri. Alitoa uzuru wa usiku kuto kufika katika ule usiku. Lakini asubuhi alisema atakuja, lakini kwa bahati mbaya sikujua nini kimemsibu, hakutokea. Sikiliza vizuri Singano. Nakusikiliza. Maana yake Shabani anakwenda kuadhirishia watu kwamba kwenye mipango ili kuhakikisha Al-Badri linakwenda kusomeka nishiriki. Kwenye vikao tulikaa tulishiriki. Kwenye mipango nilishiriki. Isipokuwa kwenda kutenda jambo lenyewe sikushiriki. Lakini Shabani anawaambia watu kwa sababu Kisugu alitoa nini? Udhuru wa usiku hakutokea, ila alisema asubuhi atakuja. Kwa bahati mbaya sijui nini kimemtokea, hakutokea. Sasa watu wa comedy wakachukua vipande vyao wakaamua kuvitengeneza, wakasema Kisugu kakimbia, lakini ukweli ndio usindano. Kuna mambo mengine huwasipendelei sana kuyazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Personal issue huwastaki kuzungumza kwenye mitandao. Lakini kuna muda nalazimika kuyazungumza kwa sababu ya watu wa comedy ambao wanaamua kwa makusudi kwenda kuchafua jina lako kwa sababu tu watu wapate kufurahi, na wao wameumbwa watu wa comedy wakochekesha. Singano, nirejee nyuma kidogo. Nyinyi waandishi mlikuwepo katika mechi kubwa ya Simba na Yanga, mashabiki nilionekana? Hukuonekana. Singano, utakuwa ushahidi, kwenye mazoezi Kinesi ulikuwepo pale ya mashabiki wa Simba, nilionekana? Mlihoji Kisugu yuko wapi? Sasa nianzie historia kutokana na sehemu ya mashabiki. Na ndio maana nyinyi waandishi wakati mnafanya mahojiano na mashabiki wa Yanga, wengi walijadili Kisugu hatukumuona, na ni kweli sikuwepo. Watu walitamani kukuona. Ukweli ni huu. Mimi nauguriwa na baba yangu mzazi. Mzee anaumwa. Pole sana. Na sasa hivi mzee wangu anaumwa zaidi ya miezi miwili, yuko nyumbani kwangu. Mimi kama mtoto wa pili wa mzee, kwa sababu ndiko karibu na mzee, ndio inahitajika kumhudumia usiku na mchana. Kuna muda mwingine nashindwa nafasi.